Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anatambua kuwa ajira ndio nguzo muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa kuchangia kuongezeka kipato cha wananchi, kupunguza umaskini, kuimarisha ustawi wa jamii na kukuza uchumi wa taifa. Katika kutekeleza azma ya kuongeza fursa za ajira kwa Watanzania, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya kupitia sera, sheria, kanuni na miongozo inayochochea ukuaji wa sekta za uzalishaji na upatikanaji wa ajira zenye staha ndani na nje ya nchi. Aidha, serikali inatambua ajira za nje kama nyenzo muhimu ya kimkakati katika kupanua wigo wa fursa za ajira kwa vijana wa Kitanzania. Fursa hizi zinawezesha vijana kupata kipato, kujenga taaluma, kuongeza ujuzi na uzoefu wa kimataifa, pamoja na kujifunza teknolojia na mbinu bora za kazi zinazotumika katika masoko ya kimataifa. Na nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mahusiano yake ya kidiplomasia aliyoiweka ndani ya kipindi chake hiki cha pili. Ndani ya muda mfupi amewezesha upatikanaji wa ajira 8,408. Tunafanya idadi ya muda mfupi huu wa kipindi cha pili cha Daktari Samia Suluhu Hassan kufanya idadi ya vijana 8,408 kuwa wameunganishwa na fursa za ajira nje ya nchi, na kwa kweli ni idadi kubwa kuwahi kutokea. Hii ni dhamiri ya dhati ya Mheshimiwa Rais wetu, na inabidi kila aliyepo hapa ampigie makofi kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu. Nami naomba nichukue fursa hii kama waziri mwenye dhamana washauri na kuwapa nasaha vijana hawa wanaenda kufanya kazi nje. Nasaha ya kwanza nimeshaitoa, tunasema financial literacy, ni mambo ya elimu ya fedha ambayo nimewahasa wajiunge na benki, kwa sababu watakapofika huko watahitaji kutunza fedha, na mahala salama nimeshawaambia benki imekuja hapa na imewapa elimu ya kutosha. Lakini nasaha ya pili ni kujiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF kupitia hifadhi skimu. Lakini pia nina mambo mengine ambayo ni muhimu nisisitizie kwa yale aliyosemwa na watangulizi wangu. Kubwa mjue kuwa mnakoenda huko nyie ni mabalozi wa nchi yenu Tanzania. Kwa hiyo hakikisheni mnazingatia maadili, nidhamu na uadilifu na bidii ya kazi, kwani hiyo ndo silika ya Watanzania. Mila na silika ya Watanzania ni wachapakazi. Kwa mwendako huko nendeni mkawe mabalozi wa kufanya kazi kwa bidii na maarifa. Lakini jambo la pili, fanyeni kazi pia kwa kujituma. Kwa nendeni mkafanye kazi kwa kujituma na kwa weledi. Lakini jambo la tatu, mnakoenda huko nako kuna sheria za nchi. Heshimuni sheria, tamaduni na mila za nchi mnazokwenda kwa kufanya kazi huku mkihudumisha utamaduni na maadili mema ya nyumbani. Natarajia matunda mazuri kutoka huko nakwenda, kwa sababu kutokana na interviews ambazo tulikuwa tunaambiwa na hii mikataba jinsi tulivyoisign, kuna benefits nyingi ambazo tumekutana nazo kwenye mikataba. Kwa hiyo natarajia tu kwamba kwenda kwangu kutakuwa ni tofauti na nitakavyorudi. Binafsi niko na malengo. Cha kwanza kujikwamua kiuchumi. Hiyo ndio lengo. Na kufanya vile vitu ambavyo vitaleta maendeleo kwa jamii na kwa familia zetu. Na binafsi pia. Kwa kweli binafsi kama mimi tayari nimeshaingia katika huo mfuko. Mwanzo sikutegemea kama kuna mfuko ambaye naweza nikajiunga nikiwa nje. Lakini baada ya kutambulishwa kwamba kuna huu mfuko ambaye naweza nikajiunga na nikiwa nje na familia yangu pia ikanufaika na mimi pia nikaja nikanufaika baada ya kurudi, na katika utaratibu wake wa kusema hata utakaporudi pia ni rahisi kupata ni mafao yako, nimejiunga pale na tayari mimi ni mwanachama wa mfuko wa jamii NSSF.